Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile hali ilivyo kisiasa humu nchini. Kisha baada ya kufahamisha nitakuwa na changanua. Naomba tu kaweze kunifuatilia maana hii kanda na ileta chini ya dakika 10. Sasa mwandani wa Rais William Ruto aliweza kungolewa kwa jukwaa na kukamatiwa chini kama umbwa wazimu baada ya kuonekana kumshambulia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua katika eneo la Mlima Kenya. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia mwandani huyu wa rais ni nani, walikuwa wapi, na ni kipi ambacho kimefanyika, na baada ya hayo nitakuwa na changanua moja kwa moja. Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mubarikiwe na Mwenyezi Mungu akaye katika kiti cha enzi. Naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha, na hiyo haimaanishi tuendelee kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu kiheshima na unyenyekevu mkubwa ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini ili kuwa subscribed, na ninaomba tu ukaweze kutupea like katika kanda hii. Asante na karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Kulikuwa na mazishi ya mwenyekiti wa kwaya moja ambaye anaitwa Anne Wanjiru. Mazishi hayo yalikuwa katika kaunti ya Kirinyaga. Mwandani wa Rais William Ruto ambaye ni mbunge katika eneo bunge wakilishi la Mathira kwa jina Eric Wamumbi alifika katika mazishi yale, lakini makasisi wa kanisa walikuwa wametangaza kwamba hakuna mazungumzo ya wanasiasa katika mazishi hayo. Lakini Eric Wamumbi aliamua kusimama na kumlaumu Rigathi Gachagua kwa kusema ya kwamba sisi hatuungi mkono matamshi mwanasiasa Rigathi Gachagua. Akashambuliwa. Tusikize. Na sisi kama watu wa Mathira hatuungi Rigathi Gachagua mkono sababu aliachilia huyu mama. Alimtumia na kumwachilia. Hiyo ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli. Na sikize, sisi kama watu wa Mathira hatuungi msimamo wa Rigathi Gachagua. Mbunge huyu wa Mathira aliweza kunyanganywa kipaza sauti na waombolezaji waliokuwa katika mazishi yale na kukataliwa kuendelea kuzungumza kwa sababu aliweza kuanzisha siasa na kumlaumu Rigathi Gachagua. Katika kanda hii naomba tuchanganue kiundani kwa nini mbunge huyu Eric Wamumbi aliweza kukataliwa kuzungumza against Rigathi Gachagua. Hii inamaanisha nini? Number 1, Rigathi Gachagua ni msemaji katika eneo la Mlima Kenya kwa siasa. Wakati mbunge huyu alishambuliwa ni wakati alianza kuzungumza mabaya kumuhusu Rigathi Gachagua. Hili likasababisha yeye kushambuliwa na kunyanganywa kipaza sauti ili kutoendelea kuzungumza katika mazishi. Hii ni ishara tosha kwamba Rigathi Gachagua anaaminika, Rigathi Gachagua anakubalika, Rigathi Gachagua anaheshimika. Rigathi Gachagua ndiye msemaji wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Ikumbuke kwamba Eric Wamumbi anaongoza eneo bunge wakilishi ambalo Rigathi Gachagua anakotoka, na Gachagua mwenyewe ametangaza kwamba katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 Eric Wamumbi angolewe.
na tumeshuhudia hii si mara ya kwanza Eric Wamumbi kuvamiwa. Amekuwa akikosolewa kwa sababu amekuwa akienda against Rigathi Gachagua. Number 2, haya yote yanamaanisha nini? Number 2, mkubwa wake ambaye ni rais huenda hakubaliki katika eneo hilo, kwa sababu mbunge huyu amekuwa akimpigia upato mkubwa. Lakini baada ya Rigathi Gachagua kung'olewa mamlakani, huenda wananchi katika eneo la Mlima Kenya waliona ni usaliti mkubwa wa kisiasa, kwa sababu Rigathi na mkubwa wake wakati huo Ruto ambaye ni rais waliweza kutafuta kura wakiwa pamoja na kutembea sehemu mbalimbali humu nchini, wakachaguliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Ishara tosha waliweza kuchaguliwa katika tikiti moja kuongoza taifa letu la Kenya. Lakini baada ya miaka miwili Rigathi Gachagua aliweza kusalitiwa kisiasa kulingana na vile mtazamo wa eneo la Mlima Kenya unaonekana kwa kung'olewa mamlakani. Na sasa hivi ndio maana tumeshuhudia Rigathi Gachagua akiendelea kumshambulia na kutoboa siri kubwa ambazo zinaendelea haswa katika sekta ya siasa humu nchini. Kwa hivyo Rigathi Gachagua anaonekana kuchukua upande wa uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya. Lakini sasa hivi tumepakisha miaka miwili ili kufanya uchaguzi wa mwaka 2027. Tunastahili kujitenga na masuala ya kisiasa kwa mazishi. Ikiwa tunataka kuanzisha siasa, tusubiri tu maendeleo yafanyike, viongozi waliochaguliwa wafanye maendeleo, kisha baadaye ikifika 2027 wakati bunge la kitaifa litavunjiliwa mbali, watu waanzishe kufanya siasa. Lakini wakati huu siasa zizuiliwe kidogo ili wananchi wapate maendeleo na kufanikiwa kupitia maendeleo hayo. Na katika mazishi, mwenda zake anastahili kuheshimiwa, sio kuleta makelele, viti kuvunjwa. Tumeshuhudia haya yakiendelea haswa katika eneo la Mlima Kenya. Tunastahili kuonyesha heshima. Hata yule ambaye amelala anaona kile ambacho watu wanamfanyia akiwa ameaga dunia. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye, na ninaomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikifika nitaileta kwa njia ya picha. Nashukuru sana, na ikiwa hauja subscribe, I'm requesting you to consider subscribing to our YouTube channel. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Na usisahau kutupea like. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye.